Sasa twende moja kwa moja tukaanze kuangalia mambo yaliyowafanya wana wa Israeli washindwe kuingia Kanaani na kuangamizwa jangwani. Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa kwanza hadi wa 12. Tuanze na mstari wa kwanza. Kwa maana ndugu zangu, sipendi mkose kufahamu ya kuwa baba zetu walikuwa wote chini ya wingu, wote wakapita kati ya bahari. Mstari wa pili. Wote wakabatizwa wawe wa Musa. Wakabatizwa wawe wa nani? Nakumbuka nimekwambia Musa ni ishara ya nani? Ya Kristo. Na sisi pia tumebatizwa tuwe wa nani? Wa Yesu. Kama wao walivyobatizwa wawe wa Musa, ndivyo sisi pia tumebatizwa tuwe wa Yesu, kupitia mauti ya Yesu, kufa na kufufuka kwa Yesu. Watatu, wote wakala chakula kile kile cha Roho. Wote wakala, wote wakasikia neno, wote wako hapa Uzima na Ushindi Kibaoni, wanasikia neno, wote wako hapa, wote wakanywa kinywaji kile kile cha Roho, kwa maana waliunywea mwamba wa Roho uliowafuata, na mwamba ule ulikuwa ni Kristo. Mstari wa 5. Lakini wengi sana katika wao Mungu hakupendezwa nao, maana waliangamizwa jangwani. Mstari wa 6. Basi mambo hayo yalikuwa mifano kwetu, kusudi sisi tusiwe watu wa kutamani mabaya kama wale nao walivyotamani. Anaanza kutaja sasa dhambi zao, na tutachambua moja moja. Kutamani mabaya ni nini? Mstari wa 7. Wala msiwe waabudu sanamu kama wengine wao walivyokuwa, kama ilivyoandikwa, watu waliketi kula na kunywa, kisha wakasimama wacheze. Mstari wa 8. Wala msifanye uasherati kama wengine wao walivyofanya, wakaanguka siku moja watu 23,000. Wala tusimjaribu Bwana kama wengine wao walivyomjaribu, wakaharibiwa na nyoka. Wala msinungunike kama wengine wao walivyonungunika, wakaharibiwa na mharabu. Basi mambo hayo yaliwapata wao kwa jinsi ya mifano, yakaandikwa ili kutuonya sisi tuliofikiriwa na miisho ya zamani, yaani sisi watu wa nyakati hizi za mwisho. Mstari wa 12 ninausoma kwa utaratibu sana. Kwa hiyo anayejidhania kuwa amesimama na angalie asianguke. Anayejidhania kuwa amesimama na angalie asianguke. Anayejidhania kuwa amevaa gauni refu na angalie asianguke. Anayejidhania ya kwamba hajipambi ameshinda uzinzi na angalie asianguke. Kumbe kuna kuanguka kwa waliosimama. Ndicho Biblia inachotaka kutueleza, ya kwamba hatujafika, bali safari inaendelea. Tunapoona tumesimama, tunapoona ni amani, tunapoona hakuna shida, tunapoona Bwana tunaye, anayejizania kuwa amesimama na angalie asianguke. Utakatifu ni nini? Utakatifu ni kutokujidhania kuwa umesimama. Utakatifu ni kutokujidhania kuwa umefika. Utakatifu ni kuona unamhitaji Bwana kila sekunde, kila dakika, kila saa, kila siku, kila wiki, kila mwezi, kila mwaka, kila pumzi. Huo ndio utakatifu. Yaani utakatifu ambao mtu anajikagua, anasema hivi, nikoje? Nina Bwana hapa. Nimeenda ziwani, hivi Bwana ninaye? Nimeongea hapa, hivi Bwana haujaniacha? Hivi ulishaiona una kitu cha thamani, labda umetoka kununua simu nzuri, unapita labda sokoni mbele za watu, yani umeiweka mfukoni, na kwambia kila wakati baada ya hatua unaangalia, hivi ninayo, afadhali ipo, hivi hawajanibia, afadhali ipo. Sasa ndivyo ambavyo Yesu mnatakiwa kumwangalia. Tusipothamini wokovu huu, Shetani atatutandika sawasawa, na amejipanga kuliko kawaida kuchapa watu. Ngoja nikwambie, si unaona teknolojia inaendelea duniani, vitu vinazalishwa vipya, mambo mapya yanakuja. Sasa ndivyo hata Shetani, ulimwengu wa roho, anavyozalisha teknolojia mpya ya kuwashambulia watu wa Mungu, kanisa la Mungu. Sasa hivi Shetani, yale makombola yake aliyonayo ni tofauti na makombola ya miaka ya 70 ama miaka ya zamani. Makombola yake yanabadilika kulingana na mambo yanavyobadilika. Yeye ni mtu wa teknolojia zaidi, ana makombola ya kushambulia watu wale wanaojizania wamesimama, ana makombola ya kuwafanya waanguke. Lile kanisa linaloona limesimama linaridhika, linajihesabia haki. Hakuna kama sisi, sisi ni kanisa kubwa, sisi ni kanisa zuri. Shetani ana kombola la kulisambaratisha hilo kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tumeona Mungu kupitia mtume Paulo
anatuonya, anasema mambo hayo yaliandikwa ili na sisi tusiwe watu wa kutamani mabaya, tusiwe watu wa kuabudu sanamu kama wale, tusiwe waasherati kama wale, tusimjaribu Bwana kama wale, tusinung'unike kama wao. Yesu asifiwe. Asubuhi ya leo ninaomba tumalizie kwa kuangalia jambo la kwanza lililowafanya wana wa Israeli washindwe kuingia Kanaani na kuangamizwa jangwani, ambalo ni kutamani mabaya. Hebu turejee sasa kwa wana wa Israeli na safari yao ya kutoka Misri kwenda Kanaani, alafu tuje tulinganisha na safari hii tulio nayo ya kutoka dhambini duniani kwenda kwenye ufalme wa Mungu uzima milele. Twende katika kitabu cha Hesabu sura 11 mstari wa 4. Naomba tu tuanzie mstari wa kwanza, alafu tuunganisha na huo wa 4 na wa 5 ili uweze kuelewa vizuri. Kisha hao watu walikuwa kama wanung'unikao wakinena maovu masikioni mwa Bwana. Bwana aliposikia hayo, hasira zake zikawaka, na moto wa Bwana ukawaka kati yao, ukateketeza katika mipaka ya mwisho wa marago. Ndipo watu wakamlilia Musa, Musa akamwomba Bwana, na ule moto ukakoma. Jina la mahali hapo likaitwa Tabela, kwa sababu huo moto wa Bwana ukawaka kati yao. Mstari wa 4 ni muhimu sasa. Kisha mkutano wa wafuasi waliokuwa kati yao wakashikwa na tamaa. Sema wakashikwa na tamaa. Wana wa Israeli nao wakalia tena, wakasema, ni nani atakayetupa nyama tule? Mstari wa 5, twakumbuka samaki tuliokula huko Misri bule, na yale matango na matikiti na mboga na vitunguu saumu. Niongezee na mstari wa 6, lakini sasa roho zetu zimekauka, hapana kitu chochote, hatuna kitu cha kutumaini isipokuwa hii mana tu. Hawakuwa wanalia hivyo, si kwamba walikuwa wanalala njaa. Mungu alikuwa anawalisha mana, lakini Biblia inasema wakatamani, wakakumbuka Misri. Wakakumbuka wapi? Kumbuka wameshatolewa Misri, sasa wanakumbuka tena wapi? Tamaa imewashika. Kule Misri walikuwa wanakula matango bure, vitunguu saumu navyo wakakumbuka. Unajua ni ajabu. Sasa tusome mstari wa 34. Jina la mahali pale likaitwa Kibroth Hatava, maana ni hapo walipowazika hao watu waliotamani. Ndugu yangu, kama Mungu aliwaangamiza hawa, sisi je, tutapataje kupona? Kitu ambacho wanatakiwa kukifahamu katika hii Hesabu 11:4 na 34 ni kwamba wana wa Israeli walitamani maisha ya zamani ya Misri. Shida sio vitunguu saumu, shida sio samaki waliokula. Shida ni kurudi tena kwenye, yani kutamani ule mfumo ambao Mungu amekwisha watoa tayari. Yani Mungu amekwisha kutoa kwenye hatari, halafu wewe unatamani kurudi tena kwenye hatari. Na bahati mbaya, shetani alipokuwa anawasemesha hivyo, hakuwatazamisha ya kwamba wao walikuwa ni watumwa. Wewe nikwambie, shetani anapokufariji kwenye dhambi huwa anaficha madhara yake, yaani anakutazamisha. Ndio maana kuna mambo huwa unatafakari wewe, unayatolea maamuzi, lakini ukija kumshirikisha mwingine akakusaidia, unaona ulikuwa unaenda kupotea. Kwa hiyo ulipokuwa umetafakari, shetani alifumba macho ule upande wa kupotea ili akutazamishe hivyo tu. Ndio maana kuna watu wanatazama madhaifu ya waume zao, ila mema hawatazama. Ndo kazi ya shetani, yaani akutazamishe yale, akuonyeshe wewe ni mwenye haki. Hivi hawa watu kule Misri walikuwa wanakula raha? Eti kule Misri walikuwa wanakula raha? Angalia kazi nzito walizokuwa wanafanya wale watu, watumwa. Tena yule Farao alikuwa katili, akasema hata majani msiwape wakajitafutie. Kabla hatujaokoka kule tulikuwa tunakula raha. Mbona unatamani kurudi kule? Mbona bado unatamani Misri? Kutamani maisha ya zamani ya Misri kunafananishwa na mtu aliyemwamini Kristo, yaani ametolewa dhambini, lakini bado anatamani maisha hayo ya dhambi alikotoka. Ngoja nikwambie sentensi ngumu. Unaweza ukatoka Misri kimwili, lakini moyo wako bado uko Misri. Na hili ndilo tatizo la kanisa la sasa. Unaweza ukatoka Misri kimwili, physically you are out of Misri, physically you are out of Egypt, physically, yani mwili wako umetoka Misri, lakini moyo wako haujatoka Misri. Na hapa ndipo shida ilipo, na hapa ndipo panaposumbua wengi.
wametolewa duniani, lakini bado wanatamani dunia. Tujifunze mfano wa mke wa Rutu. Mke wa Rutu ametolewa Misri, anatembea, yani moyo wake una masikitiko. Anakumbuka umbea aliyokuwa anaufanya na majirani, anakumbuka mishangingi iliyokuwa inamliwaza, zile bia alizokuwa anakunywa, alivyokuwa anapapasa vifua vya watu, anakumbuka ule ushoga, kusagana kule. Akageuka nyuma, haimaanishi aliangalia kwamba alitembea tu akaangalia. Moyo wake ukaanza kukumbuka alikotoka, yale aliyoyafanya. Ndugu zangu, unaweza ukatolewa Misri kimwili, lakini moyo wako bado ukabaki wapi? Unapotoka Misri, toka mwili na roho. Mwili wako utoke Misri, roho yako, moyo wako utoke wapi? Mawazo yako yatoke wapi? Tunapotolewa Misri, tunaenda Kanaani. Mungu hatamani kuona tena tunarudi kule kule. Au labda ngoja nikusomea andiko, Luka sura ya 9:62. Watu wengi wako makanisani, lakini bado hawajatoka dhambini kiroho, mioyo yao, na hili ni jambo baya sana. Bado wanatamani maisha ya Misri, bado wanatamani mapambo ya Misri. Ndio maana leo tunafundisha sana ya kwamba mwanamke ajistiri, mwanamke asisuke, mwanamke asivae hivi. Lakini si hata hapa, kuna mtu akikutana na mwanamke amesuka, anamtamani, anasema ila amependeza. Amekutana na nguo imebana, anasema na mimi nije tu nikashone nguo hii. Ndio maana leo kuna wengine akiwa maeneo ya nyumbani na kanisani, kama hapa Kibaoni, utamwona na magauni marefu, ila akitoka akaenda nyumbani kwao mara Bunda kutembea, nakwambia anavaa kasketi kafupi, anajua huku mchungaji anioni, kanisa alinioni. Ila akija huku nakwambia anaacha zile nguo fupi kule, anakuja hapa. Huyu hajatoka bado Misri, ametoka kimwili, amekuja kuongeza idadi kanisani, lakini hajaja kuongeza idadi ya waenda mbinguni. Unaweza ukaenda kanisani kuongeza idadi ya kanisa na sadaka, ila usiende kuongeza idadi ya waenda mbinguni. Na ndo hatari iliyoko mbele. Watu wamejaza makanisa kuongeza idadi, mchungaji ajue ana washirika 2,000, ila mbingu zinajua zina washirika wawili. Ni hatari kubwa. Ndio maana siku hiyo ya mwisho itakuwa ni mshangao mkubwa, mshangao mkubwa. Bado hatujatoka Misri, kuna mifumo. Ndio maana unatuona tunahangaika na maisha tu, kwa sababu tunapotolewa Misri, kanuni ya Kanaani inasemaje? Msisumbuke mle nini, tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake. Kwa hiyo Misri inapotukamata, inatufanya tuitumikie dunia, tuseme tunatafuta maisha, na bahati mbaya tangu tutafute mpaka leo hatujayapata na hatutayapata. Mimi ninakwambia hakutakuwa na muda wa kupumzika, wa kutafuta maisha. Maisha bora ni kumtafuta Yesu. Na bahati mbaya maisha ya Mungu hayapimwi kwa umiliki wa vitu alivyonavyo mtu duniani. Usije ukampima mtu wa kiroho na magorofa. Maisha bora ni kutambulikana na Yesu, yaani Yesu awe ndani yako na wewe uwe ndani yake. Tusome hii Luka sura ya 9:62. Yesu akamwambia mtu aliyetia mkono wake kulima kisha akaangalia nyuma hafai kwa ufalme wa Mungu. Aliyetia mkono wake kulima halafu akarudi akaangalia tena nyuma, amesema anafaa? Amesema Mungu atamvumilia? Hafai kabisa. Ila maana kumbe tunapotoka Misri sisi ni moja kwa moja, yani hatua zetu ni kubwa kuelekea mbele. Hakuna nimesahau, ngoja nirudi. Hapana. Hapa ndipo panapokuja kujikana. Ubinadamu tupa kule. Yani Mungu alipotupa wokovu, watu wa Mungu, aliweka kwamba anapokuokoa, unapoanzia hautakiwi kurudi nyuma. Yani wokovu, there is no reverse. Hakuna muda wa kurudi nyuma hatua moja, kwamba nirudi hatua moja ndipo nianze kupiga. Yani Mungu amekuokoa hapa, unatakiwa uanzie hapo kwenda mbele mpaka mwisho. Sasa watu wa leo, kanisa la leo, yani tunaenda mbele hatua mbili tunarudi nyuma.
Wengine tunasema ngoja kwanza nikale ujana, ila bado kuna kitu nimekisahau, bado kuna hasira za ukoo, bado kuna roho tabia za asili, ngoja nikavunje, bado. Ndio maana Yesu anasema ikiwa mtu amekuwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe, ya kale amefanya nini? Misri tunatoka, tunakitazamia chakula kipya katika Bwana. Kama ni mana ametupa, yeye ndo ana chakula bora cha kutujenga, tutakula hiyo, hatutatamani kama hawa mabwana. Tamaa ya Misri. Bado tunajilinganisha, watu wa Mungu, unafanya kazi unajilinganisha. Yaani wakati mwingine sio ni bora tu kuacha wokovu, mbona fulani amefanikiwa mimi hamna, na ninasema nina Mungu, Mungu wangu yuko wapi? Mwanaume sasa anakaa anajilinganisha na kazi anayofanya, anapiga hesabu, hivi tangu niokoke nimefaida gani hapa duniani? Mbona baisikeli yenyewe nilionayo ndo hiyo ya tabu tu, maisha yangu vile tu, watoto wangu kuvaa ni kwa shida. Nimekwambia hivi, usimpime Mungu kwa mafanikio ya kimwili. Nisikilize, inenepeshe roho yako kuliko mwili wako. Ndio maana ikafikia hatua Paulo anasema, lakini utaua pamoja na kuridhika ni faida kubwa. Utaua pamoja na kuridhika ni faida kubwa, kwa sababu maisha yetu anayajua Bwana. Ndio maana hata sasa hatujafa, ndio maana hata sasa tuko hapa, na ukweli ni kwamba mashaka yetu ndiyo yanayotupa maisha tulio nayo. Imani yetu juu ya Mungu ndio inayotufanya tuwe hivi. Si kwamba Mungu anataka tuwe na maisha tulio nayo, isipokuwa tumeshindwa kuijua kanuni ya Mungu ili Mungu apate kutustawisha. Na si kwamba Mungu hataki sisi tuwe na uchumi mzuri, lahasha, lakini anataka tuwe nao ndani ya kanuni yake, anataka tuwe nao ndani ya utakatifu wake. Hata kubali tufanikiwe nje na yeye. Yaani hilo pigana uwezavyo. Ukitaka kufanikiwa nje ya Mungu, mfumo wa Mungu utakutoa nje, na matokeo yake ndio maana unajikuta unasita, utumishi unasumbua. Lakini pia ugumu wa maisha shetani anauleta kama chanzo cha vita, ili umkane huyo Mungu akusemeshe hawezi kukusaidia. Halafu ukisikia sauti yake hiyo sana ukaishika, anakutoa nje ya imani. Kuna kitu kinachoitwa jangwa, na kuna somo nitalileta katikati ya masomo tulikuwa tunaendelea, ya kwamba hakuna Kanaani pasipo jangwa. Hauwezi ukafika Kanaani bila kupitia jangwani. Hilo lazima ulifahamu. Wengi wanataka Kanaani wakanywa maziwa na asali, lakini hawataki kupita jangwani, na hapo ndipo tunaposhindwa wengi, kwa sababu jangwa linatuimarisha, jangwa linatujenga kiimani, jangwa linapembua ngano na magugu. Hata Waswahili walisema ukiona vyaelea huku kuundwa, ina maana imepitia mchakato. Hata sabuni tunazozitumia ama bidhaa tunazozitumia zimepitia mchakato, hazikuwa sabuni, zimefanywa hivi. Hata tunapokula chapati imeandwa, imefanya hivi, yani mpaka tupate chapati, ina maana imepitia mchakato. Sasa wengi wanataka vitu vizuri, ila hawataki gharama za kitu kizuri. Yesu atuhurumie. Bwana Yesu asifiwe. Tatizo sio Misri, tatizo ni moyo. Moyo wako ukitawaliwa na Bwana, hautaweza kukumbuka Misri. Tatizo sio Misri, tatizo ni moyo wako. Wana wa Israeli iliwagharimu miaka 40 jangwani. Nikawa najaribu kutafakari kwa nini, na ni wazi kwamba kulikuwa na njia rahisi tu ambayo Mungu angeliweza kuwafikisha, lakini kuna sababu iliyowasababisha muda ule mwingi ukapotea katika jangwa. Miaka 40 sio miaka michache, ni miaka mingi sana, ambayo mtoto anazaliwa, anaoa, anazaa na watoto, na yamkini anaukaribia uzee kabisa, hajafika kule anakokwenda. Sasa tusome kwa nini iliwagharimu miaka 40 jangwani. Tusome pamoja Torati sura ya 8 na mstari wa 2. Biblia inasema, nao taikumbuka njia ile yote Bwana Mungu wako aliyokuongoza miaka hii 40 katika jangwa, ili akutweze kukujaribu kuyajua yaliyo moyoni mwako, kwamba utashika amri zake au sivyo. Kwa hiyo iliwagharimu wana wa Israeli miaka 40 jangwani kwa sababu ya mioyo yao. Mungu alitaka kuwajaribu, ajue yaliyo moyoni mwao,
anataka ajue imani yao. Je, wanazishika amri za Mungu kweli? Kwa hiyo Mungu alipowajaribu, ndiposa akagundua ya kwamba hawezi wakashika amri zake. Ndio maana maandiko yanasema akawaangamiza. Kwa nini? Aliachilia jangwa na ile miaka 40 ili apate kujitengenezea watu watakaokuwa na uwezo wa kuingia Kanaani. Kama jinsi ilivyo leo, tunapitia mambo mbalimbali. Nimekwambia hakuna Kanaani pasipo jangwa. Kwa hiyo lengo la Mungu la hao watu kuwapitisha jangwani ili apate kujaribu na kupima imani zao, kwa sababu Mungu alikuwa na kanuni ya hao watu waweze kushika amri zake ili wapate kuishi. Ndio maana katika Torati hii anazungumza, anasema umpende Bwana Mungu wako kwa moyo wote, akili, fahamu na kadhalika na kadhalika. Anasema uzishike amri za Mungu upate kuishi. Kwa hiyo Mungu anachotafuta kwetu vivyo hivyo ni tupate kusikia mausia yake na tupate kuyashika na kuyaishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kule jangwani miaka 40 Mungu alikuwa anashughulika na fikra za utumwa. Alikuwa anataka ile Misri iweze kutoka ndani yao, lakini wana wa Israeli waling'ang'ania Misri ndani yao. Ndio maana walipokuwa wanazidi kutembea, licha ya miujiza mingi walioiona, uponyaji mwingi waliouona, lakini bado walirudi pale pale kunung'unika, kulalamika. Yaani fikra zao hazikuwa bado zimetoka Misri. Mioyo yao haikuwa bado imetoka Misri. Kumbuka, tunapotolewa Misri, Bwana anatutaka tuweze kusahau yale ya Misri, bali tuweze kutembea sasa katika upya wa kuzishika njia zake na yale Mungu anayotuelekeza. Bwana Yesu asifiwe sana. Nisikilizeni, hatutaenda Kanaani na umisri ndani yetu. Ile tabia yoyote ya umisri ndani yetu haiwezi kaulisi uzima wa milele. Ni sharti ule umisri uweze kufa, zile tabia za Misri ziweze kufa, yale maovu ya Misri yaweze kufa, na hatimaye sasa tukubali kuhuishwa na kutembea na Kristo. Ndio maana Paulo analalamika kwa Wagalatia. Wagalatia wakamwamini Kristo, lakini baadaye Wagalatia wakarudi tena Misri. Ndio maana Paulo anasema, ni nani amewaloga? Kwa kuwa tunapotolewa Misri hatutakiwi kurudia tena Umisri. Na ndio maana Biblia iko very strict ya kwamba aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, hatuhalalishi dhambi chini ya neema na wokovu huu. Wengine wanasema kuna makosa na dhambi. Sisi tunakosea. Kwa hiyo kwa nguvu hiyo na mafundisho hayo yanahalalisha tena umisri, ya kwamba tukosee tu, halafu tutaenda mbele za Bwana tutamwambia tusamehe, aturehemu. La hasha! Gharama ya Mungu ya wokovu ni ili tusitende dhambi. Ndiyo maana alikufa kwa sababu ya makosa yetu, kwa sababu ya tabia zetu. Hatuingii kanisani ili kuendeleza tabia zetu zile za Misri, bali tunakuja kwa Yesu ili Yesu aweze kuondoa zile tabia. Ndio maana Mungu aliwaangamiza, kwa sababu walikuwa wanaenda Kanaani, lakini bado ndani yao kuna umisri wa kukumbuka samaki, wa kukumbuka maovu, kama mke wa Rutu akageuka nyuma. Vivyo hivyo hata na sisi bado tunaendelea katika wokovu huu, lakini bado kuna kugeuka nyuma, bado tunasumbuka na mambo manyonge ambayo hayajengi uzima ndani yetu. Yesu asifiwe sana. Fikra zetu zibadilike, Kristo aumbike ndani yetu, ile tabia ya Mungu ikae ndani yetu. Ule umisri, ule udunia, zile roho za ukoo, hasira, chuki, wivu, mambo gani yaweze kutoka ndani yetu. Kristo akae ndani yetu ili twende Kanaani tukiwa wapya. Na hapo ndipo Mungu anasema, ikiwa mtu amekuwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ikiwa Yesu ametutoa Misri, tunakuwa viumbe vipya. Ndio maana kanisa la sasa, yale mambo yanayotendeka Misri hata sasa bado yako kanisani. Hakuna tofauti ya kanisa na dunia.
Kwa nini watu wameingia kanisani kimwili, lakini kiroho hawako kanisani? Mungu anatutaka tubadilike. Amen. Mungu anatutaka tubadilike. Viwango tulivyopewa ni vya kufikia ukamilifu wa Kristo, namna Kristo alivyotembea, namna Kristo alivyoenenda hapa duniani, ndivyo hata sisi vivyo hivyo tunapaswa kutembea hivyo hivyo katika namna ile ile. Ndani ya kanisa la sasa, wengi wanasema wamemwamini Yesu Kristo, lakini bado hawajatoka kwenye utumwa wa dhambi. Bado kongwa la dhambi limewafunga wengi. Ndio maana maandiko yanasema katika Mathayo 15 na mstari wa 8 hadi wa 9, watu hawa huniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami. Na nimekwambia wana wa Israeli iliwagharimu miaka 40 jangwani ili Mungu apate kushughulika na mioyo yao ya kuto kumwamini Mungu. Si kwamba wakuona miujiza. Miujiza mingi ilifanyika ambayo hata dunia ya leo haijashuhudia, lakini bado mioyo yao haikufikia hatua ya kukombolewa sasa na kumwamini Kristo. Ndio maana jaribu lilipotokea walijikwaa. Mahali ambapo Mungu alitaka wamwamini, wamtumainie, wao walianza kukumbuka zamani ya kale, kule walikokuwa wanatenda, maisha yale ya kale, yale waliokuwa wanayafanya. Wameshuhudia bahari imepasuka, wameona Mungu amewalisha mana, Mungu ameleta kwale, ndiyo nyama, wamekula kile wanachokitaka, lakini bado haikuwafanya wao wamwamini Kristo. Yesu asifiwe sana. Unaweza ukamheshimu Mungu kwa kinywa, kwa mdomo, Yesu, Bwana Yesu, tumsifu Yesu, salamu kibao za kila namna ambazo zina lengo la kumtambulisha Yesu, lakini Yesu hatutambui kwa sababu tunamtaja sana. Na miongoni mwa watu ambao wanaongozwa kutajwa sana duniani, na Yesu yumo, na huenda akawa anaongoza kabisa, lakini uhalisia wa Yesu anayetajwa ni tofauti kabisa na wanaomtaja. Anatajwa sana, lakini watu hawaishi sawasawa na wanayemtaja. Tunamheshimu kwa midomo, ila mioyo yetu iko mbali kabisa. Na matokeo yake mstari wa 9 anasema wananiabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Ni lazima ndugu, kanisa la kweli, watu wa Mungu, tutofautishe kati ya dini kama mfumo tu wa ibada uliotengenezwa na wanadamu na wokovu wa kweli ambao Kristo ameuleta kupitia msalaba ili apate kututoa Misri. Mimi nautazama mfumo wa dini kama mfumo ambao una lengo la kuwastaarabisha watu watende dhambi zile zile, ila katika mazingira ya kwa jina la Yesu. Watembee katika mfumo ule ule, ila bado shetani amewafunga kamba. Watu wa Mungu waliotolewa Misri hawana tena chata za Misri tangu mioyo yao hata mili yao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu angalia kitabu cha Waefeso ile sura ya 2. Ninapozungumza hivi ama Mungu anapotufundisha hivi, tutafakari ni kongwa gani zito la ndani. Unajua sisi kuna kanema ambako tunako, tumeacha mavazi hayo ya ajabu, tumeacha udunia wa hapa na pale, lakini kuna vitu viwili. Jambo la kwanza, unaweza kaacha kujipamba ukawa unavaa suti, gauni refu, lakini moyo wako bado unatamani mambo hayo uliyoyaacha. Na moja kati ya kazi ya shetani alionayo katika kanisa la sasa, vita ambayo tunayo watumishi ambao tunahubiri kweli na makanisa ya Mungu ambayo yanatamani kuisimamia kweli, ni kwamba shetani anataka watu wafanikiwe kuacha mapambo, hawazuii. Wafanikiwe kuacha miniskirt, hawazuii. Wafanikiwe kuacha modo, lakini mioyo yao bado izidi kuitamani ama izidi kutamani vitu hivyo. Ndio maana bado kuna wanawake wanatamani kusuka ingawa wasuki. Wakiwaona wanawake wenzao wamevaa suruali wanasema amependeza. Yaani hiyo ni njia ya kwanza ambayo shetani anaitaka.
Lakini njia ya pili, hata kama hatutamani basi mambo hayo ya huko tulikotoka duniani Misri, anataka bado ndani yetu isitahiliwe, yani roho zetu sasa zisifanyike wana wa Mungu kamili. Anataka tuache mapambo kabisa, tuyaache, lakini bado tunasumbuliwa na mbweha wadogo wadogo ndani yetu: unafiki, umbea, masengenyo, chuki, mawazo mabaya na kila namna ya maisha. Ndio maana tumezungumza hata asubuhi kwa habari ya wanandoa. Huo ni mpango mkakati wa Shetani. Ufanikiwe kuja kanisani, ufanikiwe kuvaa gauni refu, lakini bado ndani yako, kwenye ndoa yako, kwenye familia yako, namna unavyotimiza wajibu isimpendeze Mungu. Waefeso sura ya 2 mstari wa 1 hadi wa 3, Biblia inasemaje? Nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu. Tulikuwa nini? Tulikuwa nini kilichotufanya tuwe wafu? Dhambi. Makosa na dhambi zetu zilitufanya tuwe wafu. Kule Misri, kabla hatujamwamini Kristo, hatukuwa hai. Si kwamba tulikuwa tulimi, si kwamba tulikuwa tusomi, si kwamba shughuli zetu zilikuwa zieni kibinadamu. Tulikuwa hai, lakini kiroho tulikuwa tumekufa. Tulikuwa watumwa. Dhambi imetuua, imetufunga, minyololo imekaza ndani yetu, tunatumikishwa na namna mbalimbali za ulimwengu. Mstari wa 2, ambazo mliziendea zamani kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu. Tuliziendea zamani. Anazungumza na waamini ambao sasa hawako kwenye hiyo zamani, ila wamekombolewa katika Yesu, wamehamishwa sasa. Na ninasema tena ya kwamba kuokoka ni kuhamishwa. Yesu asifiwe. Tuna Wapentekoste na watu ambao wanasema wameokoka, lakini kwenye mazungumzo yake mengi utamsikia, yaani mimi zamani nilikuwa napata fedha, zamani nilikuwa hatari katika hili. Lakini ukizingatia hiyo zamani anayoongea ni zamani hii ambayo Yesu anaizungumza. Alitutoa huko tulikokuwa tumekufa, na ni moja ya dalili ya kwamba bado mtu yuko Misri, tembea kwa historia yake ya zamani na matendo machafu aliyokuwa anayafanya, akijichanganya na wapagani. Ana uwezo wa kupiga stori, zamani mimi nilikuwa nakula mademu 2 kwa siku. Yani anatembelea kwenye Misri, alafu bado anasema amekombolewa, anaelekea Kana, ambazo mliziendea zamani kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu na kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga, roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi, ambao zamani sisi sote, na Paulo kumbe naye alizifuata hizo, nasi tulienenda kati yao katika tamaa za miili yetu, tulipoyatimiza mapenzi ya mwili na ya nia, tukawa kwa tabia yetu watoto wa hasira kama na hao wengine. Hao wengine tunaowasoma wana wa Israeli waliomkasirisha Bwana, na sisi tulikuwa kama hao. Tulikuwa kama hao. Tulifanya nini tulipokuwa huko? Tulifuata kawaida ya ulimwengu. Kumbe kuna kawaida ya ulimwengu ile ambayo Biblia inasema msifuatishe namna ya dunia. Tulitumikishwa na dunia, tulitumikishwa na shughuli za dunia, mifumo ya dunia ilitumikishwa hiyo zamani, lakini sasa tumekombolewa. Lakini pia tulitembea kwa kufuata tamaa za mwili, nia za mwili. Ina maana kama sasa tukisema tumetolewa Misri, lakini bado tunafuata kawaida ya dunia, ina maana sisi bado tuko Misri. Kilichobadilisha ni mazingira ya kimwili ya kuwa Misri, kwa sababu Misri inaweza kuwa hata kanisani, ila imejificha. Ndio maana kuna Babeli ya kiroho inayotenda kazi sasa, imejificha. Kitu ambacho ninataka nikwambie mtu wa Mungu ni kwamba ile safari ya wana wa Israeli ya kutoka Misri inatufundisha mambo mengi hata sasa, ya kwamba tusipokaa makini tunaweza kuzani tunaelekea Kanaani, kumbe tutaangamia jangwani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hataki tu tuokoke, hataki tu tuitwe wa Kristo, na wala sio mpango wake. Na mpango wake zaidi
ni sisi kufanana naye, kuwa watoto wake kweli kweli. Nimekuambia asubuhi, Roho Mtakatifu ashuhudie ndani yetu ya kwamba sisi ni watoto wake Mungu, sisi ni wana wake Mungu. Hataki tu tuokoke, hataki tu tuitwe wa Kristo, bali anataka tubadilishwe na kukua kiasi cha kufanana naye. Badiliko la kumwamini yeye, badiliko la kufanana naye. Miili yetu, roho zetu, nafsi zetu, akili zetu zisiwaze tena Misri, bali zimfananie nani? Kristo wa Nazareti aliye hai. Kitu ambacho unatakiwa kujiuliza, mtu wa Mungu, jiulize maswali haya. Ndio ninamaliza hivyo, tuingie kwenye maombi. Jiulize maswali haya. Je, nimetoka Misri kweli au bado? Unapokuwa umekaa nyumbani, ukishatoka hapa, hebu pata muda hata dakika 2 za kumaanisha, kutafakari. Na shetani alivyo mpuuzi, utakapotaka kufikiria atakuletea wazo lingine tena la kinyonge, ulifikirie. Hilo litapata nguvu kuliko kutafakari wema huu. Ndio maana kila tunapotaka kufikiri mambo ya Mungu tunashindwa, ila shetani anatufanya tufikiri mambo ya kwake, yale mambo ya udhaifu, na kuambia tutayafikiri, tutaumia, mpaka tutakorofishana na watu, yani mpaka tutaona tunaonewa. Yani shetani atakucholea mchoro, ila hakutazamishi madhara ya hicho. Jiulize, je, nimetoka Misri au bado? Ni kipi ambacho bado kiko ndani yako ambacho ni ishara ya kwamba bado uko Misri? Je, ni mawazo machafu mabaya yanakusumbua? Yesu asifiwe. Unapitia changamoto gani kwenye ndoa ambayo inataka kukufanya bora nisingeolewa? Yani kuna saa unawaza, unakaa unasema, yani bora 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 bora, yani bora bora. Ni kitu gani ambacho ninge sisi watu wa Mungu hatuna ningejua. Hatudhani ya kwamba jambo lolote tulilo nalo ni bahati mbaya. Haliwezi kuwa bahati mbaya, bali tunajua Mungu ametuamini katika hilo. Kwa hiyo anataka kujidhihirisha kupitia utukufu wako. Ni jambo gani ambalo bado linakusumbua? Ni lipi? Misri yako ni nini? Ni kipi ambacho unaimba nacho? Unaimba kwaya na mzigo, likabati umelifunga hapa gunia. Unajua kuna watu wanaimba, unapomwona anaruka, ni vile tu ulimwengu wa roho hauoni, lakini unalimzigo mgongoni umelibeba, kwa sababu dhambi ni mzigo. Kama ni mawazo mabaya, ujue unapoimba unapeleka mguu hivi na dhambi lipo linakuangalia, tuimbe pamoja. Hiyo ni Misri. Ni chuki, hasira, masengenyo, umbea, uchoyo, uvivu wa kumtumikia Mungu, uzembe wa kuifanya kazi ya Bwana, ama nini? Ni kitu gani? Tafakari kwa kina. Jiulize pia, ni tabia gani za Misri bado ziko moyoni mwao? Tabia gani? Tunakutana na watu ambao wanasema tumeacha kushabikia mpira, lakini ukitaka kujua bado yuko Misri. Yaani yeye furaha yake ni kusikia habari za timu yake imeshinda au la. Atajipitisha hapa na pale, akishasikia tu tumeshinda, na kuambia hataonekana kuwa mshabiki kimwili, ila ni mshabiki kiroho. Bado yuko Misri. Yaani kuna kadude kako ndani yako. Kadude mimi sikajui, Mungu anakajua. Bado kako ndani yako, kana kutumikisha. Au ni sigara, au ni tamaa ya wanawake, au ni mme wako wa zamani uliyekuwa naye zamani. Ni nini? Lazima tutafakari, maana kama hiyo Misri isipoondoka ndani yetu, ile ahadi ya kuipokea Kanaani inakuwa si kitu juu ya maisha yetu. Watu wa Mungu, yani inawezekana kumwaza Kristo, inawezekana Kristo akatawala moyo wako, inawezekana kabisa. Yesu atusaidie. Wakati ujao tutaendelea na
Jambo lingine ambalo liliwafanya wana wa Israeli washindwe kuingia Kanaani na kuangamizwa jangwani, ambalo ni kuabudu sanamu. Bwana Yesu atupe neema ya kuyashika hayo, tupate kuyaishi kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Hallelujah.